Elimu ya afya uzazi ni nyenzo muhimu katika maisha ya binadamu, hususan vijana. Kupitia elimu hiyo, vijana hujitambua, hujilinda na kufanya maamuzi sahihi kuhusu masuala yanayohusu afya zao, mahusiano, elimu na maendeleo yao kwa ujumla. Katika jitihada za kujua uelewa wa vijana kuhusu afya uzazi, Uhondo TV imefanya mahojiano na baadhi ya vijana katika jiji la Dar es Salaam, ambapo wameeleza mitazamo mbalimbali kuhusu elimu ya afya uzazi, huku wakieleza kuwa afya uzazi si jambo la aibu, bali ni msingi wa maendeleo ya kijamii, kiuchumi na taifa kwa ujumla. Naitwa Patricia Komba, ni mkazi wa Temeke Buza. Elimu ya uzazi ni maarifa ambayo mtu anapatiwa ili kutunza viungo vyake vya uzazi dhidi ya magonjwa au changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikapelekea kumwathiri afya yake. Mimi swala zima la elimu ya afya uzazi nimeanza kujifunza nikiwa primary level ya msingi. Kama sikosei kuanzia darasa la 4 pale nilifundishwa, lakini pia nilivyokuja chuoni pia nimebahatika kufundishwa hayo masuala mazima ya elimu ya afya uzazi. Elimu ya afya uzazi ina manufaa mengi sana kwa vijana kwa sababu inasaidia kulinda afya ya uzazi ya vijana. Kijana anapokuwa na uelewa na kujua njia nzuri za kulinda viungo vyake vya uzazi, inamsaidia yeye kujikinga na maradhi mbalimbali na kudumisha afya yake kwa ujumla. Na kama unavyojua, vijana ni nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo kijana anapokuwa na uwezo wa kujikinga yeye kama yeye dhidi ya magonjwa mbalimbali yanayoweza kuathiri afya yake ya uzazi, inamaanisha kwamba tunaendelea kudumisha afya ya vijana. Hapo moja kwa moja serikali inabidi iongeze nguvu kazi, kuwekeza katika swala zima la elimu, kuwezesha walimu kuwa na huo uwezo wa kuweza kutoa elimu kwa vijana, lakini pia wafanyakazi mbalimbali wa afya kuwawezesha, kuwaongezea uwanda mpana wa wao kushirikiana moja kwa moja na vijana, kuwapatia hiyo elimu na kuhakikisha kwamba wanaitendea kazi. Kwa majina naitwa Robert Evans Sindano, mkazi wa Tabata, Majichumvi Kisukuru. Mimi kwanza elimu nimepata darasani vile kwa wazazi, kwa ilivyonisaidia. Kwa mimi binafsi ni mwanafunzi, kwa hiyo tumefundishwa darasani kwa sababu vile vile unakuwa na mahusiano. Kwa hiyo elimu ile unakuwa unayo tayari. Kwa hiyo hata kusema kile kitendo kwa mfano kifana kitatokea bahati mbaya, wewe sababu elimu ushapata. Elimu ya afya uzazi kwa watoto wa kike na wa kiume yaani inapelekea kufanya maamuzi sahihi. Kwa sababu katika masomo unakuwa na ile kafono na mahusiano. Kwa hiyo ukipewa elimu ya afya uzazi inaweza kufanya hata malengo yako yakaenda sawa. Kwa sababu watu wengi wanakuwa wanaharibikiwa sababu hawajapewa ile elimu. Unakuta mwingine anapata mimba bahati mbaya, au mwingine ndio hivyo anaathirika, kwa mfano ndo mchezo wa kuvuta bangi nini. Kwa hiyo elimu ya afya uzazi inapelekea hata maendeleo, kwa mfano ukawa na future yako ikawa inaenda sawa. Kwa mfano kwa wanafunzi wa sekondari, ukiwa umepata ile elimu ya afya uzazi, hata kwa mfano ukiwa na mahusiano kwa O level au kwa advance, kwa kile kitendo kinaitwa sex, kinakufanya ukaa unatumia kama mlivyoelekezwa darasani au na wakubwa elimu ya afya uzazi, ili kufanya kile kitu ambacho mnakifanya kisitokee matokeo. Kwa majina naitwa Veronica Usasi, nakaa Kimara. Kwa upande wangu mimi nimesaidia kujua madhara ya kujiingiza kwenye mahusiano katika umri mdogo, kupata mimba za utotoni, na magonjwa pia, kwa sababu ukijiingiza kwenye mapenzi lazima upate magonjwa, na kuna madhara mingi ya kujiingiza kwenye mahusiano katika umri mdogo. Kwa upande wangu mimi nimejitambua sana kuhusu hilo, kwa sababu nisingepewa hiyo elimu sasa hivi ningekuwa labda nimeharibika
ningekuwa labda na wanaume wengi, yani nisingekuwa naelewa chochote kuhusu elimu ya uzazi. Naitwa Fadhili Mohamed, mkazi wa Ubungo. Cha kwanza, elimu ya uzazi kuna connection ya vitu viwili, uzazi na kuelimisha vijana kama mimi jinsi ya kujikinga kutokana na madhara ama upataji wa magonjwa, kujiepusha. Yaani kujiepusha kama kwa mfumo wa mahusiano, kutumia kinga ama kujijua baada ya kupevuka umri. Kwa kama kijana, elimu inasaidia kwa vitu vingi. Ina maana inatujenga vijana kwa mfumo wa uzazi kama hivi. Inaonekana tunaepushwa na vitu vingi kutokana na kupata magonjwa na kupata mimba zisikuwepo na mfumo, afu kuleta kutoa mimba zisikuwepo na maelekezo.